Habari za wakati huu ndugu watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa mada zetu za afya. Utakuwa na mimi Dr. Mukhtar nikizungumzia mada inayohusu saratani ya damu. Ndugu watazamaji na wasikilizaji, ninapozungumzia saratani za damu ziko za aina nyingi sana, lakini tunaweza kuziweka katika aina kuu mbili. Aina ya kwanza ni ile ambayo inatokea zaidi kwa watoto, ambayo hutokea ghafla, kitaalamu inajulikana kama acute leukemia, na aina nyingine ni ile ambayo mara nyingi hutokea kwa watu wazima na hutokea taratibu, inafahamika kama chronic leukemia. Ndugu msikilizaji, tunapozungumzia saratani ya damu ni aina ya saratani ambazo zinashambuliwa kiwanda ambacho kinahusika na utengenezaji wa damu mwilini, pamoja na viungo ambavyo vinahusika katika kuchakacha damu. Katika hali ya kawaida, kiwanda cha kutengeneza damu mwilini hutengeneza chembechembe hai za aina kuu tatu, ambazo chembechembe hai hizo zinakuwa na kazi tofauti tofauti katika mwili wa binadamu. Kuna chembechembe nyekundu ambazo kazi yake kubwa ni kusambaza hewa katika mwili, lakini pia kuna chembechembe nyeupe ambazo kazi yake kubwa ni kupambana na maambukizi katika mwili. Na kuna chembechembe sahani au chembechembe mgando ambazo kazi yake kubwa ni kuzuia uvujaji wa damu hovyo katika mwili. Katika saratani ya damu unakuta hizi chembechembe zinazalishwa kwa wingi sana na zinakuwa haziwezi kufanya kazi zake za kwa ufanisi au kama inavyotakiwa. Hivyo basi, mgonjwa mwenye saratani ya damu hupata dalili zinazoendana na athari katika chembechembe hizo tatu, lakini pia hupata athari katika viungo vile vinavyohusika katika kuchakacha damu. Ndugu wasikilizaji, watu wengi huwa wanauliza ni nini hasa chanzo cha ugonjwa huu wa saratani ya damu? Ukweli ni kwamba chanzo hasa cha saratani hii ya damu hakijulikani, isipokuwa kuna vitu ambavyo vinapelekea tunaviita ni kama risk factors za kupata saratani hii ya damu. Miongoni mwa vitu hivyo kama vile uvutaji wa sigara, baadhi ya kemikali ambazo mtu anaweza kukutana nazo kwenye mazingira yetu ya kila siku, na ikatokea kemikali hizo zikaingia kwenye mwili. Kwa mfano, kuna kemikali inayojulikana kama benzini ambayo ipo kwenye petroli, pia lakini ipo kwenye oil, pia inapatikana kwenye dawa za kuua wadudu. Vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea saratani ya damu ni ulaji mbovu. Hapa namaanisha kutozingatia ulaji mzuri. Na ndugu watazamaji, naposema ulaji mzuri, mtu inabidi azingatie anapokula chakula kunakuwa labda kuna mboga za kutosha, mboga nyingi, kuna matunda, chumvi kwa mbali, mafuta kidogo, na kama kutakuwa kuna nyama nyekundu basi iwe kwa kiasi kidogo sana. Pia kutokufanya mazoezi ni miongoni mwa sababu au visababishi vya saratani hii ya damu. Pia kuwa exposed kwa muda mrefu kwenye mionzi inaweza pia kupelekea saratani, kwa mfano mionzi ya X-ray au mionzi ya CT scan. Na kuna baadhi ya virusi ambavyo vinapatikana kwa njia ya ngono vinaweza pia kupelekea mtu akapata saratani hii ya damu, kwa mfano kirusi cha HIV. Tukija kwenye dalili za kansa ya damu, moja ya dalili ya kansa ya damu ni kupungukiwa kwa damu, na hasa mgonjwa unakuta anakuwa na hali ya kupungukiwa na damu mara kwa mara. Na hii hutokea pale kama nilivyosema hapo awali, saratani hii mara nyingi huasili zile chembechembe hai. Sasa ikitokea kwamba chembechembe mgando au chembechembe sahani imeathiriwa vya kutosha, ina maana mtu huyu atakuwa na shida katika damu. Ndio hiyo kupungukiwa kwa damu mara kwa mara, au unakuta akipata jeraha kidogo damu inatoka nyingi kupita kiasi. Dalili nyingine ni homa za mara kwa mara, na hii hutokea kutokana na wagonjwa hawa wa saratani hii ya damu kinga zao za mwili zinakuwa ziko chini sana. Na ukiona hivi unakuta katika zile chembechembe hai basi chembechembe nyeupe au white blood cells zimeathiriwa vya kutosha. Kwa hiyo kama tunavyofahamu kwamba zile chembechembe nyeupe ndizo zinavyohusika katika kuulinda mwili. Kwa hiyo zikiathiriwa vya kutosha ndio mtu anapata homa za mara kwa mara na magonjwa mara kwa mara kutokana na kinga zake kuwa chini kabisa.
Pia kuvuja kwa damu mwilini hasa katika sehemu za matundu ya mwili kama vile puani, masikioni bila sababu yoyote ni miongoni mwa dalili. Dalili nyingine ni mgonjwa kupata uvimbe hasa katika zile sehemu zenye matezi katika mwili. Na uvimbe huu mara nyingi unatokea kwenye makwapa, kwenye shingo na kwenye mapaja, na muda mwingine mgonjwa anaweza kupata athari kwenye tumbo. Unakuta tumbo linajaa, hali ambayo inaweza kuwa imesababishwa na kutanuka kwa ini au bandama. Na kama nilivyosema hapo awali, kwenye saratani hii kuna uzalishaji wa chembechembe kupita kiasi, na uzalishaji huu unafanyika katika mifupa. Kwa hiyo wagonjwa wa saratani hii pia hupata maumivu makali ya kwenye mifupa. Ndugu wasikilizaji, ili kuweza kuhakiki au kutambua kuwa mgonjwa ana saratani ya damu, kuna vipimo inabidi vifanyike. Miongoni mwa vipimo ambavyo vinaweza kufanyika ni kipimo cha damu kinachojulikana kama kwa jina maarufu kama full body picture. Katika kipimo hiki cha full body picture hufanyika ili kuangalia idadi ya zile chembechembe za damu. Yani chembechembe nyekundu, chembechembe nyeupe na chembechembe sahani. Sasa hichi kipimo cha full body picture huwa kinaambatana na kipimo kingine ambacho tunaenda kuangalia muundo wa zile chembechembe na kuangalia muonekano wake chini ya darubini. Kipimo kingine ni kipimo cha uloto au kama kinachojulikana kama bone marrow. Kwenye uloto ndio sehemu ambayo damu inatengenezwa. Kwa hiyo kwenye kipimo cha uloto tunaangalia katika kiwanda hiki cha damu zile chembechembe zinazozalishwa zina muundo gani. Lakini pia tunaangalia uwiano kati ya chembe changa na chembe zingine, na hii inatusaidia kujua aina ya saratani ya damu ambayo mgonjwa anayo. Kwa kumalizia, ndugu watazamaji, saratani ya damu hasa kwa watoto inatibika. Inatibika kabisa na tena kwa haraka sana. Kwa hiyo unapomuona mtoto wako ana dalili kama nilivyozitaja hapo awali, kama vile homa za mara kwa mara, anapungukiwa na damu mara kwa mara tena bila sababu yoyote, na hata ikitokea ameumia kidogo au ameng'oa jino damu zinatoka kupita kiasi, basi ni vizuri umwaishe hospitalini kwa uchunguzi na matibabu zaidi ili aweze kupona saratani hii. Mpaka hapo ndugu mtazamaji na msikilizaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha saratani ya damu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment. Ulikuwa na mimi Dr. Muktari mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibuni.